Assalamu alaikum na karibu katika urukuzi vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni Jumaa ya tarehe 22 mwezi wa 3 mwaka 2024. Siku nzuri kabisa ni kualike kunako urukuzi vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Sheikhani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kumbuka kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tunapatikana Facebook kwa jina la Sheikhani Mzaina, Instagram ni Toka Zamani TV_TZ, TikTok ni Toka Zamani TV na Twitter ni Toka Zamani TV_TZ. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni siri utekelezaji wa tahasusi mpya. Mchengerwa awatoa hofu wa Tanzania, akieleza serikali ilivyojipanga kwa utekelezaji wake, ikiwemo kuajiri walimu wapya 11,000. Ataja fursa tahasusi mpya, akipinga hoja ya dini. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Gazeti hili likiwa na nukuu ya Waziri Mchengerwa ikisema rais ameshatoa vibali vya ajira takriban walimu 11,000 tutakaoajiri kuanzia mwezi unaokuja. Watakwenda kufiti kwenye maeneo yenye uhaba wa walimu katika baadhi ya tahasusi nilizozungumzia hapo awali. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Mpango aweka rehani umakamu wa rais wake, habari katika ukurasa wa pili. Gazeti hili likiwa na nukuu ikisema kila mtu atimize wajibu wake. Kurudi kwa rais kwamba maji hayatoki, mimi nitaacha kazi. Kama maji hayatoki hapa, mimi nikiacha kazi au wengine sijui. Katibu mkuu na waziri wake, mimi sijui. Kwa hiyo tuelewane vizuri. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Hatari ya pochi kwa afya ya wanaume, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 18. Lakini pia gazeti hili limeandika mambo 7 matarajio ya Tanzania miaka miwili ya Samia Ikulu, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mtumishi wa ndani alivyomuua tajiri kumbaka sasa kunyongwa, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele Ijumaa leo. Pamoja na gazeti Mwananchi mikononi mwangu ninalo gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia apaisha mapato TANAPA kwa kasi kubwa, yaongezeka kwa 94%, watalii wazidi kumiminika nchini, Tanzania yazidi kutoa tuzo kimataifa, mikakati zaidi yanikwa. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Mafuriko yaathiri watu 1,404 Kilosa, habari katika ukurasa wa 4. Trilioni 1.4 kukabili ukimwi kifua kikuu, habari katika ukurasa wa 4. Mavunde ashuhudia uwekezaji wa dola za Kimarekani milioni 900, habari katika ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti hili limeandika Tanzania Ujerumani za saini makubaliano ya euro milioni 70, habari katika ukurasa wa 9. Naibu waziri wa Sweden aanza ziara nchini, habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Sudan inakumbwa moja kwa moja na majanga makubwa ya kibinadamu, habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili limeandika miaka mitatu ya Rais Samia madarakani ilivyoimarisha sekta ya benki nchini, habari katika ukurasa wa 12 na ukurasa wa 13 wa gazeti hili. Pata nakala yako gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, usome kwa undani zaidi. Ninalo gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Mpango nitajiuzulu, atishia kuchukua uamuzi huo iwapo, habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Vigogo 14 kizimbani, mashtaka hujumu bilioni 2 yumo dede, habari katika ukurasa wa 7. Lakini pia gazeti hili limeandika kombi mpya za kidato cha 4 kidato cha 5 za gawa wadau, habari katika ukurasa wa 4. Gazeti hili limeandika utata dereva gari la watalii kufa mikononi mwa polisi, habari katika ukurasa wa pili. TANAPA yajivunia ongezeko la wageni, yatangaza aina mpya ya utalii, habari katika ukurasa wa 4. Leseni kubwa ya kuchimba madini ya tembo yatolewa, habari katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Nipashe katika ukurasa wake mbele habari za michezo na burudani limeandika Bayern yatoa ofa ya mwisho kwa Davies, habari katika ukurasa wa 22. Producer wa Dito atoa ushahidi mahakamani, habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Nalo gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Mwinyi alipongeza Amref, habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Waziri Lela, nataka kuona mabadiliko kwa walimu, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili.
serikali kutumia sheria kanuni kumlinda mtumiaji Sharifa. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Mavunde ashuhudia makabidhiano leseni za madini. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Jitihada za kurejesha urithi wa kijani zachukuliwa. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti Zanzibar Leo limeandika Afghanistan ya wanyima watoto wa kike haki ya elimu. Habari katika ukurasa wa 9, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Pata nakala yako, some kwa undani zaidi. Tazama sasa gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia iwagusa wananchi. Watu 415,280 wakiwemo mahabusu 7,166 wapewa msaada bila malipo. Habari katika ukurasa wa pili. Dr. Mpango aziagiza halmashauri kuanzisha vitalu vya miti bustani za kupumzikia. Habari katika ukurasa wa 4. Mkurugenzi wa halmashauri wenzake 14 washtakiwa kosa la hujumu. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Sweden kusaidia ujenzi wa SGR. Wahadhiri wafunguka miaka 3 ya Rais Samia. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Trilioni 1.4 yatengwa kudhibiti malaria, kifua kikuu na ukimwi. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Maofisa ugani wapigwa msasa mabadiliko mfumo wa ufugaji. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. CCM yaibwaga ACT Wazalendo kwa kishindo. Habari ni katika ukurasa wa 14, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima Ijumaa leo. Pata nakala yako usome kwa undani zaidi. Ninalo gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni miaka 3 Ikulu. Samia shujaa mapato utalii. TANAPA waeleza mafanikio lukuki mwaka 2023-2024 ukusanya bilioni 340. Sweden kuiunga mkono serikali ujenzi wa SGR, kutoa zaidi ya dola milioni 580 vipande viwili. Habari katika ukurasa wa 3. Mavunde atoa leseni uchenjuaji madini ya metali. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Mpango aagiza Same Mwanga wapate maji. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Tanzania Leo limeandika serikali yapokea trilioni 1.4 za malaria, ukimwi, TB. Habari katika ukurasa wa 2. Slaa awahidi neema wafugaji 120 Arusha. Habari katika ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania. Ninalo gazeti wa Machinga mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni TANAPA ya mwaga data mafanikio ya mapato watalii. Idadi ya watalii yazidi kupaa, wafikia 1,514,726 kwa mwaka 2023-2024. Makusanyo ya jumla ya bilioni 340 mpaka kufikia mwezi Machi mwaka huu. Wapokea wawekezaji hifadhi za Ruaha, Mikumi, Saadane kutokana na filamu ya Royal Tour. Kamishna Kuji amshukuru Rais Dr. Samia kwa maelekezo yake yenye mchango mkubwa katika sekta ya utalii. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Mchengerwa hadi kufikia Oktoba changamoto ya mwendo kasi itakuwa historia. Habari katika ukurasa wa 3. Wananchi 1,404 waathirika na mafuriko mvua kubwa wilayani Kilosa. Habari katika ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti hili limeandika Dr. Mpango ataka azma ya Rais Samia maji safi kwa wananchi itekelezwe kwa vitendo. Habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga katika ukurasa wake mbele. Pata nakala yako some kwa undani zaidi. Na sasa tugeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Na mikononi mwangu ninalo gazeti Mwanaspoti kata kiwa michezo na burudani. Lenyewe limeandika nini kimemkuta. Gazeti hili likipambwa na picha ya Kibu Dennis, bao moja pekee alilofunga nyota huyo katika ligi kuu msimu huu akiwa chini ya Abdulhaq Benchika, mawili chini ya Robertinho. Nyota huyo alitungua Yanga mara 2 katika Kariakoo Derby. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Pacome Aucho liwake inyeshe yao wakabidhi jezi, wawili waanza kukiwasha. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Ni Yanga vs Mamelodi, mchezo unapigwa tarehe 30 saa 3 kamili usiku uwanja Benjamin Mkapa. Stars Ulaya ni Bulgaria vs Tanzania, mchezo unapigwa saa 10 kamili jioni Dagla leo Ijumaa Baku, Azerbaijan. Lakini pia gazeti hili limeandika Bruno uso kwa uso na Tajiri United. Habari katika ukurasa wa 18.
Lakini pia gazeti hili katika ukurasa wake mbele limeandika kirafiki leo Ijumaa Nigeria vs Ghana, mchezo utapigwa saa 8 kamili mchana Abiola. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti kata kwa michezo na burudani. Magazeti ya habari za michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenyewe limeandika Yanga yatuliza presha mashabiki, ni kuhusiana na afya ya nyota wake Aucho, naye kimeeleweka. Habari katika ukurasa wa 23. VAR kutumika ligi kuu bara 2024-2025, habari katika ukurasa wa 23. Robinho ahukumiwa kifungo miaka 9, habari katika ukurasa wa 22. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii, habari za michezo na burudani. Nalo gazeti Tanzania Leo sauti ya Mtanzania lenyewe katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani limeandika kazi ipo Pacome yao njia panda, mashabiki wanunuliwa tiketi kuiona Mamelodi, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Amroch ahesabu siku Stars ikiwa mzigoni leo, Benchika aongeza tizi Simba Sports Club. Bayern Munich Mourinho kuna kitu kitatokea, po kurudi na medali ya shaba michezo ya Afrika. Pawasa atoka na somo michuano ya Kosafa, habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Tanzania Leo sauti ya Mtanzania katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani. Gazeti wa Machinga lenyewe katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani limeandika mashabiki Yanga kuingia bure kwa Mkapa, Yanga vs Mamelodi Machi 30. Lakini pia gazeti hili limeandika Wambura Stars wataishinda Bulgaria leo, Ezra Po kurejea na medali ya shaba All African Games, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani. Na hivi ndivyo ambavyo tunakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa kutuchagua, asante kwa kuwa nasi.